Dr. Yudas Ndungile ni mganga mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Leo tunauelewa kuhusiana na kampeni ya chanjo ya polio ambayo ipo mbele yetu na hasa katika mkoa wetu wa Shinyanga. Zoezi hili au kampeni hii inatarajiwa kuanza tarehe 24 na kumalizika tarehe 27. Kwa hiyo wananchi watatakiwa kuja kwenye vituo vyetu, lakini kwenye vituo vya kulelea watoto, kindergarten, nursery pamoja na shule za msingi. Na walengwa hasa ni watoto chini ya miaka 10. Na ndo hawa tutawakuta kwenye hayo maeneo niliyoyaainisha, lakini vile vile tutawatembelea majumbani kuhakikisha kwamba watoto wote wenye umri chini ya miaka 10 wanapata chanjo au matone ya kuzuia ugonjwa wa kupooza kwa maana ya polio. Na kampeni hii itafanywa katika mikoa ya kanda ya Ziwa ambayo iko kwenye hatari vimelea hivi kuweza kusambaa, kwa sababu utafiti umeonyesha kwamba maji taka katika mkoa wa Mwanza yameonyesha kuwa na vimelea vya ugonjwa unaosababisha kupooza kwa watoto hasa chini ya miaka 10. Kwa hiyo serikali inaamua sasa kwa makusudi kwamba kabla hatujapata madhara makubwa iwekeze nguvu kwenye kukinga, na kinga pekee ni kwa kutoa chanjo ya matone ya polio ili kuzuia watoto hawa wasiweze kupata ugonjwa wa kupooza. Na tunatarajia kuchanja watoto takribani 781,186 katika mkoa mzima kwa mchanganuo ufuatao. Halmashauri ya Ushetu tunatarajia tuchanje takriban watoto 148,557, lakini Kahama Manispaa ni takriban 145,820, lakini Msalala ni watoto 138,172. Kishapu, halmashauri ya Kishapu ni watoto 120,013. Halmashauri ya Shinyanga tunatarajia tuchanje watoto 166,428, na manispaa ya Shinyanga hapa tulipo tunatarajia tuchanje watoto 62,196. Na nitoe tu rai kwamba au niseme tu kwamba na naamini na kwenye hili hatutashindwa. Elimu sahihi itaweza kufika kwa wananchi, elimu sahihi itaweza kufika kwa wadau wote, na sisi kama wadau wa sekta ya afya kwa pamoja tutaweza kushirikiana kuhakikisha kwamba zoezi hili linafanikiwa. Zoezi hili na mkoa unaongoza hata kitaifa katika kufikia yale malengo ambayo tumejiwekea kwanza kimkoa, lakini tumejiwekea na kitaifa. Kwa ugonjwa wa polio hauna tiba, na ugonjwa huu ili ujikinge ni vyema kupata chanjo ambayo sasa hivi itatolewa kwa watoto wote kuanzia miaka 0 mpaka miaka 10 au watoto chini ya miaka 10. Kwa sasa kila mmoja mwenye mtoto, hata mimi na wewe, tunapaswa watoto wetu wapate chanjo hii ya polio. Kampeni kama ilishafanywa tena mwaka 2023. Kwa hiyo watoto pia walifanya nini? Walipatiwa. Lakini kwa sababu virusi vinaendelea kuonekana, ndio sababu mnaona pia na sasa hivi tunafanyaje? Tunarudia ili kuendelea kuwakinga. Na watu wazima, ndio watu wazima wanaweza kupata polio, lakini tunaamini kwamba tayari kinga yao ni juu kuliko hii kinga ya watoto. Watoto jinsi wanapokuwa na kama tulivyoelezwa mbinu zile za jinsi ya ugonjwa unavyoenea ni tofauti na watu wazima. Watoto ni rahisi, hawanawi mikono, wafanyaje, wanachangamana, wanafanya nini? Kwa hiyo ndio sababu tunaendelea kuwakinga zaidi watoto. Ndio sababu unaona tunatoa chanjo hizi za kampeni ya polio. Eleza kaka Mwita hapa kama tulikuwa tumefuatilia vizuri kwamba wakati tunaendelea na hili zoezi pia
Tukigundua au tukijua kuna mtu tayari amepooza au ana zile dalili ambazo amezisema hapa, ni lazima tuweze kuchukua taarifa zake na kuweza kufanya nini? Kufuatilia, ili tujue jinsi gani yule mtu anasaidika au ni jinsi gani atafanya nini? Atatibiwa. Kwa hiyo hata watu wa huduma wetu wanaoendelea na zoezi wamepewa pia hiyo elimu. Wakati tunapita kwenye nyumba tukikuta kuna mtu amepata ulemavu huo kupooza kwa ghafla, tunachukua zile taarifa ili kuweza kuendelea kufuatilia. Kwa hiyo pia upo ufuatiliaji ambao unafanyika wa kila siku wa haya magonjwa. Tumepokea hiki ambacho tumekileta mkoani kwetu kwamba kampeni za polio tunataka kuanza na tutaendelea nazo mpaka tarehe 27. Lakini pia ambacho tumekiomba kwenu kutoka waandishi wa habari ni ushirikiano wenu baina yetu sisi na jamii yetu inayotuzunguka kule kutoka hapa. Yaani isije ikawa tukifika mtaani kule watu wanajiuliza kuna nini kinaendelea, alafu huko wengine hawana taarifa. Kwa hiyo tukienda mtaani basi turudishe kile ambacho tumetoka kujifunza hapa kwenda kwenye jamii zetu. Asanteni.